kila wilaya, kuwa na academy kila kata. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi hatuna academies katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu yani. Kwa hiyo tumechelewa, lakini kuanzisha kwa shule hii ya michezo ya Yanga kunatoa fursa sasa kwa ajili pia wadau mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kuanzisha shule za academy. Kwa hiyo kwa niaba ya Baraza la Michezo Taifa napongeza sana klabu ya Yanga kuanzisha shule hii, na tunaamini kwamba shule hii hapa itaweza kusaidia kwa ajili ya kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo. Na kama nilivyosema, nchi yetu ina vipaji vingi vya mpira wa miguu na michezo mbalimbali, lakini wanakosa fursa ya kuendeleza vipaji hivyo. Kwa hiyo kuanzisha kwa shule kama hii kunatoa fursa sasa kwa ajili ya watoto hao kupata fursa ya kuweza kuendeleza vipaji vyao, na mwisho wa siku ibadilisha sekta ya michezo kutoka sekta ya burudani kuwa sekta ya kuendeleza uchumi, lakini pia kutoa ajira kwa ajili ya watoto wetu. Nyinyi kama serikali support yenu katika jambo hili? Sisi kama serikali huwa tuna program mbalimbali kwa ajili ya kusupport maendeleo ya michezo nchini. Tunaanza kwanza kwa michezo kama ulivyosikia mnavyoona. Kwa sasa hivi tuna miradi mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya michezo, viwanja mbalimbali vikubwa kwa ajili ya mashindano, lakini pia viwanja kwa ajili ya training. Kwa viwanja ambavyo tunavijenga, tunaamini kwamba vinaweza vikatumika pia kwa ajili ya kuendeleza vipaji vya wanamichezo wetu. Kwa sababu viwanja hivi ambavyo vinajengwa sio kwa ajili tu ya mashindano pekee yake tu. Kuna viwanja vingine ambavyo vinajengwa kwa ajili ya training. Lakini pia tunaweza pia tukasupport kwenye zile academy ambazo zinaendeleza michezo, kusupport vifaa pamoja na mafunzo ya wataalamu wetu. Na changamoto ambayo sisi kama serikali tumeweza kuiona ni kwamba hatuna wataalamu wa kutosha katika mpira wa miguu, lakini pia katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo tuna program mbalimbali ya capacity building katika National Sports Council ambao tunatoa fursa sasa kwa ajili ya kuwatrain makocha wa ndani ili kuwa na viwango vya kimataifa ambavyo vinahitajika katika kutrain watoto. Licha ya changamoto hiyo ya kukosekana kwa wakufunzi ambao wanaweza kuwa na mambo ama nyingine kuwafundisha watoto wetu, wito wako ni nini kwa wadau sasa sekta binafsi? Wito wangu kwanza ni kwa clubs mbalimbali na sio Yanga peke yake tu. Ni clubs ambazo kwenye Premier League, clubs ambazo kwenye ligi ya daraja la pili, lakini vyama mbalimbali vya michezo. Kwa sababu sisi ni Baraza la Michezo Taifa, tunasimamia michezo mbalimbali, sio mpira miguu peke yake tu. Kwa hiyo natoa wito kwa clubs mbalimbali kuweza kuiga mfano huu wa Yanga, waanzishe shule mbalimbali za michezo kwa ajili ya kulea vipaji vya wanamichezo. Ndio wito wangu mkuu mimi natumia. Kuhakikisha hichi kilichoanzishwa na Yanga kisipotelee angani. Ni kipi ambacho ningependa kuwashauri Young Africans? Kwanza nimefurahi approach ambayo Yanga ambao naitumia. Wamesema kwamba hichi kituo ni mwanzo tu, lakini mpango ambao wanao ni kuweza kuanzisha vituo hivi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, katika mikoa mbalimbali, and it's a very good approach. Na wamesema kwamba kwa sasa hivi itakuwa ni issue ya watakuwa nalipia membership fee kwa ajili ya mtu ambaye anapenda kujiunga. Lakini pia wamesema kwamba kwa baadaye wataweza kutoa fursa kama scholarship kwa ajili ya Watanzania ambao hawawezi kulipia hizi ada. Kwa hiyo tunahisi kwamba ni mpango mzuri ambao utakuwa ni endelevu. Na kama ulivyouliza swali lako ni kwamba tuna changamoto kwamba tunaanzisha hivi vituo vya Sports Academy, alafu baada ya muda fulani vinakuwa vinaisha. Lakini kwa programu hii ambayo Yanga ameianzisha kusambaa katika maeneo mbalimbali, itaonyesha kwamba huu mpango ambao ameuanzisha utaendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali na sio katika maeneo tu ya jiji la Dar es Salaam. Asante sana.